Mtu amejenga vyoo vimekamilika, milioni mbili tunahangaisha mwananchi. Halmashauri imekosa milioni 2. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru kunipa nafasi hii kuongea mbele yako. Kwanza ujio wako umekuwa kama ni mbaraka, kwa sababu baada tu ya kuambiwa utakuja katika ndungu hii, tumeona neema ya mvua ambayo ilikuwa imetoweka kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni chanzo cha kujua kwamba kweli unakuja kutatua kero za wananchi. Lakini Mheshimiwa Rais, kero isimamisha hapa. Waziri Mkuu, mimi nimepewa vyoo vya kujenga katika sekondari ya Gonjaseki mwaka 2022. Nimejenga vyoo hivyo, nimebabaishwa malipo yangu mpaka leo hii nadai milioni 2,850,000 sijalipwa. Mimi mmewapa watu kazi mpaka mmeuza ng'ombe zangu na ndoa yangu imekuwa na mgogoro shauri ya hiyo kazi. Kwa hiyo Waziri Mkuu, timu yote wa wilaya, mkuu wa wilaya anajua, sijui mkurugenzi nini, lakini kuna mhandisi mmoja aliondoka, alishawahi kuniomba rushwa, nikamwambia sitoi rushwa wala sipokei rushwa. Na hicho naona ndio sababu mpaka leo sijalipwa fedha zangu. Naomba kama kuna uwezekano, jamani, nisaidiwe hizo hela niweze kulipa hawa vijana mnaowaita vijana wa 2000. Mkuu wa wilaya uko wapi? Mnaonewa. Mkuu wa wilaya uko wapi? Mkuu wa wilaya na timu yako nani? Watendaji wote wa wilaya njoni hapa. Wa wilaya hii hapa. Mkuu wa wilaya, mkurugenzi. Simameni hapa pembeni hapa. Wengine wako wapi? Mkuu wa wilaya, wakuu wa idara wote wa wilaya isogeni hapa. Yule mhusika yuko wapi? Yule aliyeuliza swali yuko wapi? Umejenga vyoo mwaka gani? Mwaka 2020, vyoo vyenye matundu 24. Vyoo vyenye matundu 24. Ndiyo. Mwaka gani? 2022, 23. Vya sekondari? Vya sekondari ya Gonjaseki mpaka leo sijalipwa. Afisa elimu, vile vyoo vilikamilika au vikukamilika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyoo vimekamilika, lakini kwa mimi sina taarifa kama kuna vyoo vilikuwa vinadaiwa. Kwa hiyo ninaomba nilichukue kwa ajili ya kulifuatilia. Au kutuma hiyo kazi akajenge, alienda kujenga kwa kujitolea? Alienda kujenga kwa kujitolea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, samahani, kipindi hiko mimi sikuwepo, kwa hiyo nitalifuatilia. Mlimpa kazi au mkumpa kazi? Atakuwa alipewa kazi. Mkuu wa wilaya yuko wapi? Hivyo vyoo anavyosema mlimtuma ajenge au alijitolea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni sahihi kwamba huyo mzee alipewa kazi ya kujenga vyoo. Haya, mwaka 2020 mpaka leo vyoo vinatumika. Tangu mwaka 2020 hamjawahi kupata milioni 2. Hili swala nilishalishughulikia na nilishamwagiza mkurugenzi. Sasa hapo mlipokaa hapo, toeni kila mtu mwenye fedha mfukoni, mlipeni sasa hivi nione mnamlipa hapo. Mkuu wa wilaya, kaa hapo pembeni na wataalamu wako hao, ipatikane milioni 2 mpatie hapa. Halmashauri imekosa milioni 2. Halmashauri imekosa milioni 2 toka 2020. Mkurugenzi, mapato yote umekosa milioni 2 ya kulipa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamlipa. Mmekosa milioni 2. Miaka 5 milioni 2 na matundu mnatumia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamlipa leo. Sio leo, hapa nataka alipwe hapa, aondoke na hela yake.
Haya, kaeni pembeni hapo, mlipeni. Asante sana. Nadhani ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ilikuwa live, kwa hiyo watu waliona kwamba utekelezaji ulifanyika pale pale. Ni sahihi kwamba yule mtu aliwahi kuja kwenye ofisi ya DC akaniambia kwamba halmashauri hawajamlipa. Kwa hiyo nikamwita mkurugenzi, nikamweleza kwamba huyu mtu anadai fedha ndogo sana, ni vizuri mkamlipa kwa sababu kweli amefanya kazi ya serikali. Vyoo vinaonekana na vimeanza kutumika. Kwa hiyo nilifanya kazi yangu kama mkuu wa wilaya kwamba yule mtu alipwe mara moja. Lakini bahati mbaya sana, sijui kulitokea nini halmashauri huko, huyo mtu hakulipwa. Jambo ambalo kwa kweli sio zuri, halipendezi na linaweza likafanya huyo mtu asipende tena kuomba kazi serikalini. Kwa hiyo bahati mbaya ambayo ilitokea, yule mtu hakurudi tena kwangu. Of course hakuwa fundi yeye tu peke yake, walikuwepo na wengine na wazabuni. Wakati nimefika tu Same kwa mara ya kwanza, walikuja kunieleza hiyo. Kwa hiyo ilikuwa kundi kubwa ambalo lilikuwa linadai. Kwa hiyo wale wengine walirudi kunishukuru kwamba wamelipwa, lakini yule hakurudi tena. Kwa hiyo mimi sikujua kama hakulipwa. Nikadhani kwamba ni kati ya wale ambao walinishukuru kwamba bwana tunakushukuru DC tumelipwa. Sasa nilikuja kumshangaa siku ile pale na kwa sababu sura nilikuwa naikumbuka kwamba hakulipwa. Kwa kweli sio jambo zuri, sikulifurahia. Imeshusha hadhi ya wilaya yetu, imeshusha hadhi ya utendaji wa serikali kwa kitu kidogo sana. Lakini kama unavyojua, mkurugenzi naye ana timu yake huko chini. Inawezekana kuna uzembe ulifanyika huko chini, lakini kimsingi yule mtu alilipwa pale pale, kwa sababu alipoagiza pale nilimtaka mkurugenzi amtumie pale pale hela yake kama waziri mkuu alivyosema. Kwa hiyo alitoa tu hela kwenye akaunti akampa. Sasa mambo mengine wataelewana wenyewe kwenye hapo halmashauri kwamba watairejeshaje kwa mkurugenzi, lakini alitoa pale pale mkurugenzi akampa yule fundi. Okay. Na unatoa wito gani pia kwa watendaji ili jambo hili lisijirudie tena na kuiletea sifa mbaya sana Mheshimiwa DC? Nataka tu watendaji wawajibike, kwa sababu ni moja ya sifa za maadili ya utendaji wa umma kwenye serikalini, kuwajibika kwa mtumishi, kufanya kazi kwa bidii, uadilifu, kwa sababu pale kama unakumbuka yule mtu ali pamoja na kupewa hela yake, lakini alifika mahali akasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo halmashauri imeoza. Maana yake kuna vitu inawezekana, na alitamka kitu fulani kwamba kuna moja ya watendaji pale ni kama alimuomba rushwa. Sasa sijui alikuwa anasema ukweli, maana yake pia na wananchi wetu wakisha kuja viongozi wakubwa huwa wana maneno mengi, lakini all in all ni kwamba yeye alitakiwa kulipwa fedha zake. Kwa hiyo mimi niwatake tu watumishi wa umma, kwa sababu kuna mara nyingi wengine wanajisahau, kwa sababu wanajua wakija viongozi hao wakubwa watadili na mkuu wa wilaya, atadili na mkurugenzi, wao wanajificha nyuma huko ya pazia. Kwa hiyo mimi niwaombe tu, kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa pamoja, kwamba wakifanya kazi vizuri wanakuwa wamembeba mkurugenzi, wanakuwa wameibeba taasisi, wameipa taswira nzuri serikali kwamba serikali inafanya kazi nzuri. Kwa hiyo kusiwe na uzembe wa aina hii. Ile hela ilikuwa ndogo sana, ni kama kuidhalilisha serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mimi kama mkuu wa wilaya haikunifurahisha, iliniudhi sana kwa sababu imeharibu taswira ya wilaya sana. Kwa kweli haikunifurahisha.